Habari za saizi mabibi na mabwana, jina langu naitwa Dr. Imani Mandoto, ni mtaalamu wa tiba asilia niliyojikita katika uganga wa jadi. Siku ya leo nataka niwaletee maana na niwape elimu namna gani watu wanafungwa vizazi vyao wa mama ili wasiweze kupata watoto. Nimeamua kuleta mada hii ili watu waweze kupata elimu, maana imekuwa ni wakina mama wengi sana wanaohangaika sehemu mbalimbali kutafuta uzazi lakini hawafanikiwi. Sasa siku ya leo nataka nieleze ni kwa nini hawafanikiwi na kwa nini wanahangaika pasipo kupata msaada. Mara nyingi sana watu wanahangaika kuweka dawa, kutibu madawa, kuweza kuwafanyia wakina mama hao madawa, lakini kinachokuwa kinawasumbua mara nyingi inakuwa ni matego, ama mara nyingi inakuwa ni majini, ama mara nyingi inakuwa ni mambo ya kulogwa, tuseme kwa ujumla wake. Sasa siku ya leo mimi nitajikita katika yango ya kulogwa na katika yango ya majini, ili wakina mama wanaosumbuliwa na maradhi haya waweze kufahamu kwamba wanaweza kutibiwa katika yango ipi na ni yupi anaweza kuwasaidia na kuweza kuwamalizia shida zao. Kwa mfano tukichukulia mama, unakuta anaweza akawa anaumwa sana na ugonjwa wa tumbo, inakuwa linamsumbua tumbo. Lakini tumbo hili linavyomsumbua anaona kabisa kana kwamba wakati mwingine anafunga. Ninaposema anafunga, wakina mama wananielewa kwamba anakuwa hapati ile siku yake ya mzunguruko wa mwezi, tunaita period. Anakuwa siku zake zile hazioni na anakuwa kama ni mtu aliye mjamzito. Na hata mwenyewe akiangalia anajiona kabisa kama mimi ni mjamzito, anaona dalili zote kama kichefuchefu, lakini mwisho wa siku anaweza akajikuta tena anaweza kupata siku zake na ujauzito ule unakuwa haupo. Na akienda hospitali mara nyingi anaweza kaambiwa kwamba mimba imeharibika. Mara nyingi sana akienda hospitali mama aliyefunga, hivyo ninavyosema kwa kufungwa kichawi, atakapokuwa akipata zile siku zake akisema mimi nilijua mjamzito, akifika hospitali watamwambia umeharibu mimba. Na ndio maana leo hii kuna mashtaka wa mama wengi sana wanasema kwamba mimi hapa ninapopata mimba zinaharibika, kila ninaposhika mimba zinaharibika, lakini kiukweli anakuwa sio kwamba alikuwa ana mimba, alikuwa na vitu vya kichawi vilivyowekwa ndani ya tumbo lake vikaonekana kana kwamba ana mimba. Na hii ndio mada yangu ya siku ya leo. Mtu yoyote ambaye mama anayeona tumbo linamsumbua na anahangaika kwa wataalamu wa aina mbalimbali, wa hasa wataalamu wa tiba asilia, kwa sababu wataalamu wa tiba asilia tumegawanyika. Wapo wataalamu wa uganga wa jadi na wako wataalamu wa tiba za asili. Na hii ndio umekuwa mkanganyiko mkubwa sana wa watu, na hii leo elimu hii nataka watu waielewe. Nani mtaalamu wa tiba asilia, nani ni mganga wa tiba za jadi? Na elimu ninayozungumzia hapa, mara nyingi ukienda kwa mtaalamu wa tiba asilia, maana yake hautaweza kupata msaada. Ni lazima uende kwa mtaalamu wa tiba za jadi. Sasa mganga wa tiba za asilia ni nani? Mganga wa tiba asilia ni mtu yeyote ambaye ana elimu ya kuweza kujua miti. Tunaposema ana elimu ya kuweza kujua miti, yani yeye utaalamu wake ama elimu yake imeishia tu kwenye kujua kwamba huu ni mti fulani unatibu kitu fulani. Ina maana akajua kama mti huu ni mti fulani unatibu labda ngiri, ama unatibu chango, ama unatibu maradhi aina mbalimbali, na anaweza akawa na elimu ya kutosha juu ya kujua miti. Lakini mtaalamu wa tiba za jadi, huyu ni mtu ambaye anatawala majini na mizimu. Yaani akipata shida ya mwanadamu hawezi kumpa dawa mpaka apandishe maruhani au mpaka aite, tunaita mizimu. Hiyo mizimu ndio itakayokuja kumwangalia huyu mtu amekumbwa na shida gani. Sasa mtu atakapokwenda kwa mtaalamu wa tiba za asili, yeye atakachokifanya ni kuchukua maelezo kwa yule mgonjwa, na yule mgonjwa atakachoelezea ni ya vile anavyojisikia. Yaani ataelezea, tuchukulie kwa mfano, kama mama yeye anachojisikia ni tumbo linamuuma, akifika kwa mtaalamu wa tiba asilia atakachoshtakia ni tumbo lake linamuuma. Na mtaalamu wa tiba asilia yeye hataweza kuchukua kitu chochote cha kuweza kumwangalia, isipokuwa ni moja kwa moja atakwenda kwenye taaluma yake kujua ugonjwa wa tumbo unatibiwa na mti gani. Ina maana kama akijua ugonjwa wa tumbo unatibiwa na mti kadhaa, yeye atakachokifanya ni kuchukua dawa na kumpa yule mama. Na yule mama atakapoondoka kwenda nyumbani kwake atakwenda kuitumia ile dawa, na hakika hatapata matokeo, na wala dawa hiyo haitamsaidia. Kwa sababu gani? Kinachomsumbua sio tumbo kuuma, kinachomsumbua ni kwamba ndani ya tumbo lake kuna vitu vya kichawi alivyokuwa amewekewa na wachawi usiku. Lakini akienda kwa mtaalamu wa tiba za jadi, sasa kama mimi hapa, akija hapa, ina maana nitaweza kumwangalia, ina maana nitaweza kuona ndani ya tumbo lake kumewekwa vitu vya aina gani, ni vya kichawi. Vya kichawi ni uchawi wa kabila gani? Ni uchawi kutoka wapi? Unatolewaje? Na umeingia siku gani? Elimu hiyo mimi naipata wapi, mganga wa jadi? Elimu hiyo mimi naipata kupitia majini na mizimu, ambao haya majini na mizimu ni vitu ambavyo sisi tulivyovimiliki na kuvirithi kutoka kwenye koo zetu. Kwa hiyo napenda kusema hivi ili watu wafahamu kwamba matatizo mengi yanayosababishwa na uzazi, chanzo chake ni mambo yanayotokana na uchawi. Na kama mambo ya uchawi, mwenye uwezo wa kuyatibu mambo yanayotokana na uchawi na majini ni mtaalamu wa tiba za jadi. Ndio maana nasisitiza mama yoyote, na kipimo cha kwamba unayejua kama mama unasumbuliwa na matatizo ya majini, kipimo cha kwanza ni kimoja. Utakapokwenda hospitali watakupatia dawa ambazo za kumaliza tatizo lako, na tatizo lako halitotatuka.
Kipimo cha pili, utakwenda kwa mganga wa tiba asilia, atakupatia dawa za mitishamba ambayo utakwenda kuchemsha, utakwenda kunywa, utamaliza na tatizo lako litakuwa liko pale pale. Kwa hiyo kipimo cha kwanza ni hicho. Ukiona tu umekwenda hospitali, ukiona umepewa madawa ya aina mbalimbali, umetumia na tatizo lako halijatatuka, basi ukae na kujua watu wanatibu matokeo, na hakutakiwi kutibiwa matokeo, kunatakiwa kutibiwe kile kinachosababisha tukio hilo likatokea. Yaani kwa mfano mtu, kinachosababisha tumbo lako likuume ni kwamba ndani ya tumbo lako kuna kitu kibaya cha kichawi ulicholishwa, na ndicho kinachosababisha tumbo likuume, na ndio kinachosababisha usipate mtoto. Sasa unachokiona kwamba hupati mtoto, hayo ni matokeo ya kitu kilichosababishwa na kitu kilichokuwa ndani ya tumbo lako. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kufika kwa mganga wa tiba za jadi, atakapokuangalia ataweza kufahamu, na akifahamu sasa ndio ataweza kujua namna gani ya kuweza kukusaidia kutoa hicho kitu. Na kitu hicho kinatolewa vipi? Mara nyingi kwenye utaalamu wa tiba za jadi tunavyo vitu na vifaa kabisa vya kuweza kuchunguza, vya kuwezesha kutoa hivyo vitu kutoka kwenye miili ya wanadamu ili watu hao waweze kuwa wamepona. Ina maana tukishatoa hicho kitu sasa ndio hapo kunaingia na dawa. Kwa hiyo kikitolewa hichi kitu kisha ukapewa dawa, huenda dawa zile zile ulizokuwa unapewa hata kama zilikuwa za hospitali. Kwa hiyo napenda niwaeleweshe watu, kwa mganga wa tiba za jadi unapotolewa ni kile kitu kinachosababisha tatizo. Na ndio maana mara nyingi hata hapa kwangu mimi Dr. Mandoto wameshawahi kufika watu ambao wanafika hospitalini wanapimwa, maradhi hayaonekani. Yaani mtu anaumwa lakini akipimwa wataalamu wa hospitali wanaona maradhi hawayaoni. Lakini wakifika hapa kwangu mimi nitakapoangalia kupitia nguvu zangu za majini na mizimu, ninagundua huyu mtu ana kitu amefungwa ili ule ugonjwa usionekane, ili huyu mtu aweze kuteseka siku zote. Kwa hiyo tutakachokifanya sisi, tutamfungua huyu mtu, tutamtoa kile kitu kinachouzuia ule ugonjwa usionekane, na mtu huyu akirudi hospitali tatizo lake linaonekana na anaweza kupata matibabu na akaweza kupona. Kwa hiyo mtu akifika hapa kwangu mimi naweza kumsaidia katika utaratibu huo. Kwa hiyo nikirudi katika pointi yangu ya msingi, mama yoyote ambaye anasumbuliwa na maradhi yanayosababishwa na kulogwa, na nimeshazungumza dalili zake ni hizo, kwamba utajiona kama unapata ujauzito lakini baadaye unaharibika, utajiona unapata hedhi isiyokuwa na kikomo, utaona tumbo lako linajaa, tumbo lako linanguruma. Wamama wengi matumbo yanakuta yanajaa, wanalalamika, na miguu unakuta pia inaweza ikawa imejaa, wanalalamika migongo imeshika. Ni mzigo wa vitu vya kichawi walivyoikuwa ndani ya miili yao. Kwa hiyo nashauri wa mama hao, mama yote ambaye akiona tatizo hilo linalomsumbua la uzazi lakini amehangaika kwa kiwango hicho, anachotakiwa kufanya ni nini? Anatakiwa kufanya, anaweza kufika kwa mtaalamu wa tiba za jadi na akaweza kuchunguzwa, akaweza kuangaliwa. Akisha kuangaliwa ina maana anaweza kusaidiwa. Lakini si hayo tu, lakini pia naweza nikamuelekeza baadhi ya dawa akaweza kutumia zikawa ni msaada kwake ya kuweza kumsaidia. Na ndio pointi yangu ya msingi na ndio ninachotaka ukipate kutoka somo la siku ya leo. Mama yote ambaye umehangaika kwa waganga, umehangaika kwa wataalamu wa tiba asilia, wakaweza kukupatia dawa na hukuweza kupona wala kufanikiwa tatizo lako, bado ni mgumba, bado hupati watoto na umekata tamaa, umezunguluka hospitali, umesafishwa, umeweza kufanywa vitu vya aina mbalimbali kwa wataalamu hospitalini, na bado shida yako ya kutokupata mtoto imeonekana kuwa ni mtihani, unachotakiwa ni kitu kifuatacho uweze kufanya. Kitu cha kwanza, kuna dawa inaitwa mhasu. Dawa hiyo inaitwa mhasu, ni dawa ambayo ipo, ni miti shamba ambayo iko porini, lakini kama wewe si mjuzi wa kuweza kuifahamu, unaweza kurahisisha ukaenda kwenye maduka ya dawa za asili, ukaweza kutafuta dawa ya mhasu. Dawa ya mhasu ukaweza kuchukua vijiko 7 akakupimia yule mtu, ukaweza kuchukua dawa hiyo. Dawa nyingine unaweza kuichukua inaitwa mwingajini. Hizo dawa zote unaweza kutajia, lazima uzichukue. Ukachukua ya kwanza inaitwa mhasu, ya pili inaitwa mwingajini, ukachukua dawa ya tatu wanaita mtopetope poli. Haya yote ni madawa ambayo yamekuwa yamesagwa. Ukiyafuata kwenye maduka dawa za asili utakuta yamesagwa, yamekuwa mithili ya unga. Chukua dawa hizo tatu nilizokuelekeza, upitie kwenye sehemu wanazouza kuku wa kienyeji. Mtafute kuku wa kienyeji mweupe. Ukisha tafuta kuku wa kienyeji mweupe, mara nyingi napendekeza awe ni mtetea, asiwe jogoo. Utakaporudi naye nyumbani kwako utanunua na mayai mazima yapatayo 7. Ina maana ukifika tu nyumbani kwako, kuku huyu mchinje tu kikawaida. Ukisha mchinja muandae vizuri kama kitoweo cha kawaida, kisha unamkatakata huyu kuku, unamweka ndani ya sufuria. Ukimweka ndani ya sufuria, chukua dawa hizi nilizokuelekeza za aina 3 ulizotoka kuzinunua kwenye duka, unaziweka dawa zote zile ndani ya yule kuku. Kisha unachukua maji unaweka. Dawa hii unaichemsha bila ya kuifunika. Unapoichemsha dawa hii, unachukua na yai zima moja unaweka ndani ya ile dawa iliyochanganyika na yule kuku. Dawa ile inachemka mpaka kuku atakapokuwa amekwenda kabisa kuwa kuiva. Sasa unachukua dawa ile unakunywa. Na kama mama una mume wako, dawa hii inashauriwa unywe wewe pamoja na mume wako. Utakunywa dawa hii kila siku
kwa muda wa siku 7 utakuwa unakunywa dawa hiyo, na unakunywa hiyo dawa na unakula na hiyo nyama ya kuku na unakula na ile ya izima. Lakini unapokunywa ile dawa unatia nia katika manuizi yako, yani unanuia, unasema kama ni uchawi, kama ni vifungo, kama ni vitu vya aina mbalimbali vya kichawi nilivyorogwa, mchawi mwanamke, mchawi mwanaume, kabila aina yoyote, leo naweza kuondoa uchawi na matatizo yote yaliyokuwa ndani ya mwili wangu yaliyonizuia mimi nisipate kizazi. Utakunywa dawa ile, lakini haunywi tu hiyo dawa, unakunywa dawa ukiwa unaangalia linakozamia jua. Linakozamia jua ndio unakoangalia ukiwa unakunywa dawa ile. Na ninapendekeza kama ni mama unatafuta uzazi huko pamoja na mzee, mnashirikiana kwa pamoja, dawa hii mnatakiwa mnywe wote. Na hata kwenye mayai, baada ya kuweka moja, kama huko na mume wako, unaweka mayai mawili. Mkisha kunywa dawa hiyo mnakunywa na yai, kila mtu yai moja moja. Dawa hiyo mnaifanya kwa muda wa siku 7. Na ninakuhakikishia unapokuwa unafanya dawa hii, kama ni mwanamke mwenye mume, basi unakuwa unakutana na mume wako kwa kufanya kitendo cha ndoa mkiwa mnatumia dawa ile. Baada ya kutoka kutumia, usiku wake mnakutana hivyo hivyo kwa muda wa siku 7, na kuhakikishia tatizo lako litakuwa limekwisha, na utaweza kubeba uzito na utaweza kupata mtoto, na tatizo lako litakuwa limetatuka. Baada ya kukuelekeza hayo, lakini kama unaona haya niliyokuelekeza labda utashindwa kuyafuatiliza vizuri, ni vizuri ukanipigia kwenye namba yangu ya simu ili nikuelekeze hatua kwa hatua. Na namba yangu ya simu ni 0655 94 24 28, ama kwenye namba yangu ya simu nyingine 0763 85 18 85. Baada ya kukuelekeza hayo, nasema kwa leo tunaweza tukaishia hapa. Kwa elimu niliyokupa najua itakusaidia vya kutosha. Jina langu naitwa Dr. Imani Mandoto. Asante kwa kunisikiliza.